Na mtu alimkuta pale no, mimi naangalia mara mbili, hii mara ya tano sijui. Kwa hiyo umeona mtu aliyemkuta Kante. Umeona kitu ambacho wamenufaika watu wa Pamba Tegisi kutia pressure kabla Kante hajamiliki mpira. Achana na kutia pressure. Yaani tunazungumza kwa mchezaji anayeweza kutetereka vipi kama hajaguswa. Nisema huyu amefurahia basi kama ni. Yaani kwangu mimi no hizo. Yaani yaani umeona tukio kwa Frank Komba siwezi kumlaumu kwamba kwa nini hajaonyesha kibendera kama ni madhambi, kwa sababu wametia pressure kwa Kante na alikuwa na umiliki wa mpira akapoteza pasi ile. Pasi ilipigwa kwa nani? Pasi ya ilipigwa kwa nani? So umesema ilikuwa kwenye build up ya Simba ndio kwa Kante. Pasi ilipigwa kwa Kante. Bado akawa hana mpira. Alafu tayari wachezaji wawili wa Pamba Jiji washamtia pressure. Akapoteza umiliki wa mpira, ukaondoka na maji. Pressure vipi? Alipopoteza sile tunavuma, sisi hujacheza mpira nini? Tuvume. Wamevuma Pamba wamechukua mpira. Yaani balance bila kukugusa. Sisi ya football umecheza anko. Angalia hii clip mamu. Yaani kuna ile wakati tunavuma, yaani ukivuma maana yake uchukui mpira tu. Ndio maana wachezaji wanaenda gym kutengeneza fitness za mwili. Unavuma mwili mpete wanachukua mpira wanaondoka nao watu. Wamechukua hicho chofanya watu wa Pamba. Wamevuma, Tegisi kachukua mpira, beki wa nyuma kiungo akachukua mpira kwenye paja la kushoto, wameondoka bila hapo kamba. Okay. Yeah. Kuna tukio moja la mkwaju penalty pia Elim Panzu ya. Na Majidi Mangalo. Iko ni Majidi yule fundi malizia. Na yeye unapiga makofi. Beki kwa maamuzi wakati Hans Mabena alikuwa right kusema kwamba yani ule ni mtego, yani ule ni mtego kama usingekuwa na ubora mkubwa sana wa kutafsiri sheria 10 ngapi za mpira kwa kurupuka. Kivipi unakurupuka sasa? Nani ambaye yuko na mpira? Tunaangalia kwenye taratibu Mpanzo yuko na mpira, si ndio? Mpanzo ameanzia waida na ingia ndani, si ndio? Alafu muangalie Majidi Mangalo kwenye eneo ambalo alikuwepo pale. Na kitu ambacho amekifanya pale. Alichonufaika Mpanzo ni kujiongezea ngazi. Baada ya kile kitendo ambacho kimetokea sekunde chache ni kujiongezea ngazi. Ili wewe ukitaka kuangalia klipu vizuri rudia hapo Mlanjize. Muangalie Mangalo alifanya nini? Muangalie Mangalo zaidi. Mangalo alifanya nini? Mangalo alikwenda ku block asipite kwenye njia yetu. Akafanya nini? Alinyanyua mguu au kunyanyua mguu? Mangalo amecheza mpira Sizia. Aliugusa mpira. Mangalo pale amekwenda kumzuia kwenda kwenye njia yetu sisi tunazuia ili Mpanzo asije kutudisturb kwenye eneo letu. Okay, alifanya nini Mangalo? Aliugusa mpira ama aligusa? Ndio maana nakwambia aligusa miguu ya mchezaji. Ndio maana nakwambia Sizia ili tukio ili uangalie penalty au si penalty. Angalia vizuri Mangalo paka ananyosha mikono hivi yuko haraka amemgusa ile Mpanzo. Hilo la kwanza. Unajua pesi sana. Tuzungumze kitu ambacho kinaonekana. Hata ile faulo ya kwanza ile. Alassane Kante alishamiliki mpira kwa mara ya kwanza. Tuache kule. Twende kwenye penalty. Kwenye penalty tayari Elie Mpanzu ana umiliki wa mpira na alifesi lango, si ndio? Alichokifanya nani? Mangalo